وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يبشرهم ربهم برحمة منه، anawapa habari ya furaha wao bwana wao kwa rehema itokao kwake, wa ridwani na radhi, wa jannatin lahum fiha naimun muqim, na mabustani ya pepo watapata wao humo starehe zenye kudumu, maana starehe endelevu. Inna haulai almu'minina almuhajirin, hakika hawa waislamu waliohama min Makka ila almadina, lahum albushra min rabbihim birahmatin wasi'a, wana wao habari ya furaha, wana wao habari njema itokao kwa Bwana wao, birahmatin wasi'a, kwa rehma kunjufu, waridwani alladhi la sakhfa ba'dahu, na ile radhi ambayo hapana kuchukiwa baada yake. Bimaana watapata radhi za Allah na wala Allah hatawachukia baada yake, baada ya kuwaridhia. Wa masiruhum ila jannati khuld, na marejeo yao hao ni kurejea katika mabustani ya ukazi wa milele. Wanaimi daim, wanaimi daim manake na starehe zenye kudumu, starehe endelevu. Hawa ni wale almuhajirun min almu'minina, wale waliohama katika waumini. Ndio Allah tabaraka wa taala anapa bishara hii, kutoka katika miji ya kikafiri kwenda katika miji ya Kiislamu, kutoka katika miji ya kishirikina kwenda katika miji ya tauhid. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin min, anawapa habari ya furaha wao bwana wao kwa rehema itokayo kwake yeye Allah, wa ridwanin wa jannat, na radhi nyingi tu zitokazo kwake yeye na mabustani ya peponi. Lahum fiha naimun muqim, watapata humo neema zenye kudumu. Khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo milele. Maana katika haya mabustani katika mabustani ya pepo na hizo neema starehe endelevu hizo, wao ni wenye kukaa humo milele. Inna Allaha indahu ajrun adhim, hakika Allah pana mbele yake malipo yaliokuwa makubwa. Makithina fi tilka aljinan, manake ni wenye kukaa humo katika hayo mabustani, katika hiyo pepo. La nihayata liiqamatihim, hapana ukomo, manake hapana mwisho kwa ule ukazi wao watakaokaa katika hiyo pepo. Watatanaam ay watun'imuhum, na wataneemeka, bimaana pepo itawaneemesha wao. Wadhalika thawabu ma qaddamuhu min at-ta'at wal 'amal as-salih fi hayatihim ad-dunya, na hayo yote ni malipo kwa yale ambayo waliotanguliza katika kumtii Allah na kufanya amali njema katika maisha yao ya dunia. Inna Allah ta'ala indahu ajrun adhim, hakika Allah aliyakuwa ametukuka, mbele yake kuna malipo makubwa. Liman amana wa amila salih, kwa yule ambaye atakayemwamini Allah na akafanya matendo mema. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, kwa kule kutekeleza amri zake na kujiepusha na makatazo yake. Khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo milele. Inna Allaha indahu ajrun adhim, hakika Allah mbele yake pana malipo makubwa. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la tattakhidhu abaakum wa ikhwanakum awliya, msiwafanye baba zenu na ndugu zenu kuwa ni vipenzi, kuwa ni walii tawala wale. In istahabbu al-kufra ala al-iman, hata kama wameuchagua ukafiri kuliko hata imani, kawafanya ni vipenzi. Waman yatawallahum minkum, na yeyote atakayewapenda wao miongoni mwenu,
faulaika humu dhalimun, basi hao ni madhalim. Yani kumpenda baba yako au ndugu yako ukamfanya kama ni rafiki yako wa ndani kabisa, hata kama ni kafiri, haya ni madhambi makubwa sana mbele ya Allah. Ikawa habari zote za siri unamwelezea mambo ya Uislamu, haya ni madhambi, hata kama ni ndugu yako, hata kama ni mzazi wako, haifai katika sheria. Ya ma'shara almusaddiqina billahi walmuttabi'ina lirasuli, enyi kundi la wale wenye kumsadikisha Allah na wale ambao ni wenye kumfuata mtume wake. La tattakhidhu aqribaakum, msiwafanye wale ndugu zenu wa karibu, min al-aba, tena katika baba, wazee, wal ikhwan, na ndugu wa ghairihim, na wengine wasiokuwa hao, auliya, kuwa ni wapenzi wenu wa ndani, ni vipenzi vyenu. Tufshuna ilayhim asrar almuslimin, mnawaelezea wao siri za Waislamu, mnawapa, sifanye hivyo. Watastashirunahum fi umurikum, na mnataka ushauri kwa wao katika mambo yenu, sifanye hilo. Maadamu ala alkufr, muda kwa wao katika ukafiri, muda kwa wao ni makafiri, muadina lilislam, tena wenye kufanyia uadui Uislamu, ili msifanye. Waman yattakhidhuhum, na yeyote atakayewafanya wao auliya kuwa ni wapenzi wake, wayulqi ilayhim almawadda, na akawapa wao mapenzi ya dhati, faqad asa Allah ta'ala, mtu huyo atakuwa amemuasi Allah aliyakuwa ametukuka. Wa dhalama nafsahu dhulman adhima, na itakuwa ameidhulumu nafsi yake dhulma iliyokuwa kubwa kabisa. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la tattakhidhu abaakum wa ikhwanakum awliya, msiwafanye wale baba zenu na ndugu zenu kuwa ni wapenzi wenu, ni vipenzi vyenu. Inistahabbu al-kufra ala al-iman, hata kama wameuchagua ukafiri kuliko Uislamu. Sawa? Inistahabbu al-kufra ala al-iman, kama watauchagua ukafiri kuliko imani, siwapende. Maana kama wataona ukafiri kwa wao ni bora zaidi kuliko Uislamu, basi hamna haja ya kuwapenda watu kama, hata kama ni baba zenu, ndugu zenu. Hii ndio sharti Allah tabaraka wa taala aliweka katika aya hii, inistahabbu al-kufra ala al-iman, wale watakapochagua ukafiri kuliko Uislamu, al-iman bi maana al-islam. Waman yatawallahum minkum, na yoyote atakayewapenda wao miongoni mwenu, maana hawa baba zake na ndugu zake hali ya kuwa wameuchagua ukafiri kwa ndio dini, alafu ikawa bado wanawapenda, faulaika humu dhalimun, basi hao ni wenye kudhulumu nafsi zao dhulma iliyokuwa kubwa kabisa. Qul, waambie Muhammad hapa, in kana abaukum, ikiwa baba zenu, wa abnaukum, na watoto wenu, wa ikhwanukum, na ndugu zenu, wa azwajukum, na wake zenu, wa ashiratukum, na vile vile na jamaa zenu, wa amwalu iqtaraftumuha, na hizo mali ambazo mmezichuma mali hizo, wa tijaratun takhshawna kasadaha, na biashara ambayo mnaiogopea kudoda kwake, hasara yake, wa masakin tardhawnaha, na yale majumba kifahari mnaoyaridhia na kuyapenda, ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi, ikiwa hivyo vinapendeza zaidi kwa ninyi kuliko Allah na mtume wake, wa jihadin fi sabilihi, na kule kupigana jihadi katika dini yake, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, basi ngojeni mpaka atakapolileta Allah jambo lake. Ngojeni katika hilo. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin, na Allah hawaongoi wale watu mafasik. Na hii ni kuonyesha kwamba namna mtu anapo yakithirisha na kuzidisha mapenzi kwa kiumbe kuliko Allah tabaraka. Mtu anampenda mzazi wake kuliko Allah, anampenda mtoto wake kuliko mtume sallallahu alayhi wasallam, anawapenda ndugu zake kuliko ibada za Allah tabaraka, min aljihad fi sabilillah. Hana matatizo madhara. Wa min an-nas man yattakhidhu min duni Allahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, kuna katika watu ambao wamejifanyiwa, wamejitengenezea asiokuwa Allah waungu, tena ikawa wanawapenda wao min duni Allahi badala ya Allah tabaraka. Mtu ikawa anafanya biashara kuliko ibada za Allah. Muda wa swala umefikia, mtu afanya biashara la naswasi,
jana, wa tijaratun takhshawna kasada, na biashara ambazo mnaogopea nyinyi kudoda kwake. Unahisi kwamba kama utakwenda kuswali muda ule unaweza kupata hasara kwa ile biashara ambayo unaifanya. Sawa? Haya matatizo, na ndio jamii tuliokuwa nayo, Qul ya ayuha rasul, waambie ewe mtume, lilmu'minina, kuambia hao waumini, in faddaltumul aba, kama mtawafanya bora, mtawafadhilisha hawa wazee wenu, wal abnana, watoto wenu, wal ikhwan, na ndugu zenu, wal zawjat, na wake mkaona ni bora kuliko Allah na mtume wake, sawa, wal qarabat, sawa, na ndugu wengine hao, wal amwalu allati jama'tumuha, na zile mali ambazo mmezikusanya mali hizo, wat tijaratu allati takhafuna adama rajawiha, na zile biashara ambazo mnaogopea kule kuto kupatikana faida yake, wal buyuta alfariha, na yale majumba ya kifahari, allati aqamtum fiha, majumba ambayo nyinyi mnaishi ndani ya majumba hayo. In faddaltum dhalika, mkivifanya bora hivyo, ala hubbi llahi wa rasulihi wal jihadi fi sabili, kuliko kumpenda Allah na mtume wake na kupigana jihadi katika dini yake Allah. Fantadhiru iqaba Allahi wa nikalahu, basi subirini adhabu ya Allah wa nakalahu, na adhabu yake bikum, kwenu nyinyi. Wallahu la yuwaffiqu al-kharijin an ta'atihi, Allah hawafiki wale wenye kutoka katika taa yake. Qul, waambie Muhammad, in kana abaukum, ikiwa baba zenu, wa abnaukum, na watoto wenu, wa ikhwanukum, na ndugu zenu, wa azwajukum, na wake zenu, wa ashiratukum, na jamaa zenu, ndugu marafiki hao, wa amwalu naqtaraftumuha, na zile mali ambazo mmezituma malizo na mkazikusanya, wa tijaratun takhshawna kasada, na biashara ambayo mnaiogopea kule, mnaogopea hasara yake. Anahisi kwamba unaogopa biashara yako unaweza kupata hasara katika ile biashara kama utaiwacha ukatekeleza haki za Allah tabaraka wa taala. Hapo watu wanafikia tu hiyo. Wa masakin tardhauna, na yale majumba ya kifahari ambayo mnayoyapenda na mkayaridhia, ikawa hivyo vyote hivyo, ahabba ilaikum, vinapendeza zaidi kwa nyinyi, min Allahi wa rasulihi, kuliko Allah na mtume wake, wa jihadi fi sabili, na kupigana jihadi katika dini yake. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah biamri, basi ngojeni mpaka atakapoleta Allah amri yake. Na amri hapa manake ni adhabu. Al-amru huna bimaana al-adhabu wal-iqab, adhabu ya Allah tabaraka. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin, Allah hawaongozi wale watu waliotoka katika taa yake. Walaqad nasarakumullahu fi mawatin kathira, na apa hakika amewanusuru nyinyi Allah fi mawatin kathira, fi ايش لقد نصركم الله، na apa hakika amewanusuru nyinyi Allah fi mawatin kathira, katika nyanja nyingi Allah amewanusuru. Angalia katika vita vya Badr Allah akawapa nusra, pia katika vita vya Ahzab, ghazwat al-Khandaq Allah amewapa nusra, katika vita vya Uhud nyinyi wenyewe tumjichanganya, nusra Allah ilikuwa pamoja naye, na vita vingine Fathu Makkah Allah tabaraka wa taala alikuwa nusra, sawa, na vita vingine vya Hunain, ghazwat Hawazin, kama na vita vya tarikh. Laqad nasarakumullahu fi mawatina, na apa hakika amewanusuru nyinyi Allah katika nyanja kathira nyingi, maana katika sehemu nyingi. Wa yawma Hunain, na ikumbuke Muhammad siku ya Hunain, inasema ni bonde ambalo lipo katika maeneo kuelekea maeneo ya Roma, Sham, ambayo inaitwa ghazwat Hunain au ghazwat Hawazin. Kabila hili ambalo likiishi katika maeneo haya na kiweza kuchanganyika na makabila mengine mbalimbali kuweza kupambana na Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na Uislamu. Wa yawma Hunain, ile siku ya Hunain,
idh a'jabatkum kathratukum, pale ilipowapendezesha nyinyi wingi wenu, ulipowapendezesheni nyinyi wingi wenu, falam tughni ankum shay'a, basi haukuwatosheleza nyinyi chochote wingi huo. Wadhaqat alaykum al-ardu bima rahabat, na ikawafinya kwenu nyinyi ardhi pamoja na kukunjuka kwake. Thumma wallaytum mudbirin, kisha mkafanyongo. Mudbirin, hali ya kuwa ni wenye kutoka mabio, lakini mkakimbia. Na hii ghazwa hii kama wanavyosema watu wa tarikh, mwanzo hii ghazwa Waislamu walivyoona wale makafiri waliona kama ni wachache sana, kutokana na wale walikuwa kwa wengi, takriban jeshi la 10,000. Sawa, wakaona kwamba ni wachache, kumbe wale wazee walijificha katika lile bonde la Hunain, bonde ambalo refu kali kabisa. Alafu wakashambuliwa kwa pamoja. Mashambulizi yalivyokuwa makali, Waislamu wakakimbia, wakabaki wachache sana. Katika wale wabaki ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wal Abbas ibn Abd al-Muttalib pamoja na watoto wake wawili Al-Fadl wa Qutham, Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib. Hao ni katika wale ambao wabaki chache sana, lakini masahaba wengi walikimbia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ana an-nabiyyu la kadhib, mimi ndio mtume wa Allah, si urongo. Wa ana ibn Abd al-Muttalib, sio Alafu ikawaje tena, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abbasi, ita waliokimbia, nadi ya Abbas. Basi akuwa ni jahiru sauti, ay murtafi'u sautu, sauti yake alikuwa yenye kupanda, nadi aita. Masahaba wakasikia mwito, wachukua hito, ya ma'ashara al-ansar, watu wakasitu, fakarru, watu wakarudi tena, vita vikapambana tena. Kaza tena hii يوم Hunain, hii bila ikhtisari, kwa ufupi sana tena, na nusra Allah tabarak wa taala ikaja kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake. Laqad nasarakum Allah fi mawatin kathira, na hapa hakika amewanusuru nyinyi Allah katika nyanja nyingi, maana katika sehemu nyingi tu Allah anawanusuru. Wa yawm Hunain, na ikumbuke siku ya Hunain, idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a, pale ilipowapendezesheni nyinyi wingi wenu, ulipowapendezesheni nyinyi wingi wenu, na wala haukuwasaidia nyinyi na chochote, manake haukuwanufaisha nyinyi na chochote. Wadhaqat alaykum al-ard bima rahabat, na ikawafinya kwenu nyinyi ardhi. Ila ardhi ya Hunain ikawa ni finyo pamoja na kukunjuka kwake. Thumma wallaytum mudbirin, kisha mkapanyongo hali ya kuwa ni wenye kukimbia. Laqad anzala Allahu nasrahu alaykum, wallahi hakika ameteremsha Allah nusra yake kwa nyinyi, fi mawaqi'a kathiratin, katika sehemu nyingi. Innama akhadtum bil asbab, pale mlipokamatana na sababu. Watawakkaltum ala Allah, na pale mlivyoliegemeza jambo lenu kwa Allah tabaraka wa taala. Wa yawma ghazwati Hunain, na ile siku za vita vya Hunain, ghazwatu Hawazin, vita vya Hawazin. Qultum, mlinena nyinyi baada ya kuwaona wale makafiri mwanzo mlikuwa mna maneno mnayozungumza, lan nughlaba al-yawma min qilla, hatutoshindwa leo kutokana na uchache. Maana Waislamu walikuwa ni wengi sana, sasa wale makafiri walikuwa ni wachache, wakazungumza maneno kama kumbe hawajua man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim, sio na wala haikuwa nusra isipokuwa kutoka kwa Allah tabaraka. Waqad sahaba sahaba, lan nughlaba al-yawma min qilla, hatutoshindwa hivi leo kutokana na uchache wa mabwana. Fagharratkum al-kathra, ule wingi ukawahada, falam tanfa'ukum, basi haukuweza kuwanufaisheni. Wadhahara alaykum al-adu, ule adui maadui wakawadhihirikieni nyinyi. Falam tajidu malja'an fil ardi wasi, wala hamkupata mahali pa kutokea, mahali pa kukimbilia katika ardhi iliyokuwa kunjufu kabisa. Fafarartum munhazimin, na mkakimbia hali ya kuwa ni wenye kushindwa. Mwanzo fi bidayati al-qatl. Thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi,
kisha akateremsha Allah utulivu wake juu ya mtume wake, wa ala almu'minin, ya juu ya waumini, wa anzala junudan lam tarawha, na akateremsha Allah jeshi lam tarawha, hamkuliona jeshi hilo, wa adhaba alladhina kafaru, na akawaadhibu Allah wale ambao waliokufuru, wa dhalika jazaa'ul kafirin. Namna kama hii ndio malipo ya wale makafiri. Maana baada ya kurudi tena Waislamu walipambana kwelikweli. Sasa wakashikwa mateka wengi, kila mmoja akawa na mateka yake ambao kawakamata, mpaka ule wa mwisho waliokimbia pia na ikawa na mateka yake, na vile vile kawakamata, wanaleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma anzala Allahu sakinata, kisha akateremsha Allah utulivu wake, ala rasulihi wa ala almu'minin, juu ya mtume wake na juu ya waumini. Wa anzala junudan lam tarawha, na akateremsha Allah jeshi tunaliona jeshi hilo. Sasa hii moki ya ngapi kuteremsha jeshi Allah tabaraka? Ya ngapi? Ya tano ya sita. Vita vya kwanza ambavyo jeshi literemka kutoka mbinguni, wazo gani? Kama mjibu kujibu hapa mbele mstari. Sio moja hapa mbele hapo kazeno hapo naangalia. Mtu kama aje kujibu akaeka kule mwisho kwa wenzake kuregemea. Kwa maana mafuata nini? Sasa swali liko la shida, sikizeni kule mwegemee msinzia tumwesha. Hapo tukamta kapa bila kwa swali ajibu. Tuko sawa jamani? Watu watakuwa hivi. طيب ثم أنزل الله الطمأنينة على رسوله, kisha akateremsha Allah utulivu juu ya mtume wake, wa ala almu'minina, na juu ya waumini, fathabatu, wakathibiti, wa amaddahum, Allah akawasaidia wao, manaka akawapelekea msaada, bijunudi min almalaika lam yarawha, kama jeshi katika malaika ambao hawakuyaona majeshi hayo, fanasarahum ala aduwi, Allah kawanusuru hawa dhidi ya adui wao, wa adhaba alladhina kafaru, Allah kawaadhibu wale ambao waliokufuru. Wa tilka uqubatu Allahi lis-sadina an dinihi, hiyo ndio adhabu ya Allah wale kwa wale wenye kuizuia dini yake, almukaththibina lirasulihi. Hii ndio maana wa adhaba alladhina kafaru, Allah kawaadhibu wale ambao waliokufuru, wa dhalika jazaa'ul kafirin, namna kama hivyo ndio malipo ya wale makafiri. Thumma yatubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha, kisha anamkubalia Allah toba min ba'di dhalika, baada ya yote hayo, ala man yasha, juu yule ambaye yule amtakaye. Wallahu ghafurur rahim, Allah ni mwenye kusamehe na mwingi wa rehema. Wa man raja'a an kufrihi ba'da dhalika, na yule ambaye atakayerejea kuacha ukafiri wake baada ya hapo. Waman raja'a an kufrihi, na ule atakayerudi kuacha ukafiri wake baada dhalika, baada hilo, wadakhala alislama, akaingia katika Uislamu, fa inna Allaha yaqbalu tawbata man yasha'u minhum, hakika Allah huipokea toba ya yule amtakaye miongoni mwao, fayaghfiru dhanbahu, na husamehe dhambi lake, wallahu ghafurur rahim. Thumma yatubu Allahu min ba'di dhalika, kisha anapokea Allah toba baada ya hayo aliyotangulia baada ya tukio hilo, ala man yasha, yule amtakaye, wallahu ghafurur rahim, Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwenye huruma. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini, innamal mushrikuna najasun, hakika washirikina wote duniani ni najis, fala yaqrabu almasjid alharam, basi wasiukurubie msikiti mtukufu huu, baada amihim hadha, baada ya mwaka wao huu. Wa in khiftum ailatan, na kama mtaogopea umaskini ufakiri, fasawfa yughnikum Allahu min fadli insha, basi punde kidogo atawatajirisheni ninyi Allah kutokana na ubora wake pale atakapotaka. Inna Allaha alimun hakim, hakika Allah ni mjuzi na ni mwenye hikma katika mambo yake. Kwa sawa aya hizi zilipoteremka, ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Ali ibn Abi Talib mwaka wa 9 kabla ya mwaka wa 10. Kwa sawa Abu Bakar yeye alikuwa ndio kiongozi kwenda kusimamia hija katika mwaka ule. Kwa sawa tusoma kumwambia Ali, hebu kamata hizi aya hizi, kamsomea Abu Bakar
alafu ile siku ya haji ile yaumu Arafa, ile siku awatangazie washiriki wale wote wajue ya jahali hii kama kuna habari hii. Ndio Ali ibn Abi Talib akaufuatilia ule msafara ambao kiongozi Abubakar kwenda katika ibada ya haji, katika njiani kule bali sana na kukutana nao msafara huo. Abubakar kumwona Ali akamwambia, Mtume wa Allah amekuamrisha kuja kuongoza kwa msafara au kuna vitu vipya huko? Akamwambia hapana, kuna hizi aya nikuzikuletea kwa ukazisoma maeneo ya Yaumun Nahar, asomee washiriki wote wajue. Ikaza surati Tauba mwanzo kabisa mpaka ya hizi. Ahlul ilm wanasema mwisho wa 30 zote zikasoma mpaka kufikishiwa nini? Kufikishiwa washirikina kule, bara'atun min Allahi wa rasulihi, mwanzo kabisa ila alladhina ahadtum min almushrikin, kasoma zote hizi mpaka kafikisha mpaka ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini, innamal mushrikuna najasun, hakika hapana vingine washirikina wote ni najis. Hapa pana kasra na unajis huu ni wa kimaana vile, sio unajis wa hisia, la maana vile. Sawa, bimaana ya ma'ashara almu'minin, enyi jamii wa waumini, innamal mushrikuna rijsun, hakika washirikina ni najsi wa khabathun na uchafu, fala tumakkinuhum min al-iqtirabi min al-haram ba'da hadha al-'am at-tasi' min al-hijra, basi msiwawezeshe wao kukurubia haram baada ya mwaka huu wa 9 katika hijra. Kwa sababu hija ile ambayo Abu Bakar ndo aliongoza ilikuwa ni mwaka wa 9. Mwaka wa 10 ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitawalia mwenyewe ile hija kubwa, al-hajjul akbar, ama ni hijjatul wadaa. Wanaelewa vizuri hapo? Tayeb. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بس wasukurubie msikiti mtukufu baada ya mwaka huu. Mwaka wangapi huo? ايوه العام التاسع من الهجره. وان خفتم عيله، نكما mtaogopea ufakiri, manake umaskini yani. sawa. فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء، basi punde kidogo atawatajirisheni nyinyi Allah kutokana na fadhila zake pale atakapo. Inna Allaha alimun hakim, hakika Allah ni mjuzi na ni mwenye hikma. Bimaana wa in khiftum faqran, na kama mtaogopea ufakiri, linqita'i tijaratihim ankum, kwa kule kukatika ile zile biashara zao na nyinyi. Maana kama mtawaambia maneno kama haya, mtaona kwamba hamtofanya yale mambo ya kibiashara na wao. فإن الله سيعوضكم عنها، حقيقة الله atawapeni badala nyinyi kutokana na biashara zao hizo. ويكفيكم، na atawatoshelezeni nyinyi min fadlihi insha, kutokana na fadhila zake pale atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha alimun hakim, hakika Allah ni mjuzi na mwenye hikma. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، piganeni nao vita wale ambao hawamwamini Allah na wala hawaiamini siku ya mwisho. Wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu, na wala hawaharamishi vile ambavyo alivyoviharamisha Allah na mtume wake. Wala yadinuna dina alhaq, na wala hawainyenyekei dini ya haki. Min alladhina utul kitab, katika wale waliopewa vitabu, min alyahudi wan nasara. Hata yu'tul jizyata an yadin, mpaka watoe kodi kwa nguvu. Wa hum saghirun, na hali ya kuwa wao ni wanyonge madhalimu. Yani bimaana piganeni na vita hawa mpaka wajisalimishe wao wenyewe, kwamba hawako tayari kuingia katika Uislamu, lakini wako tayari kwa kutoa kodi. Kwa sababu au na ahlu dhimma wala kufar hapo sawa. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، piganeni nao vita wale ambao hawamwamini Allah wala bil yawmil akhir, wala siku ya mwisho. Hao mtakuwa mpigane nao vita, pambane nao. Wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu, na wala hawaviharamishi vile ambavyo alivyoviharamisha Allah na mtume wake, yani vile ambavyo Allah alivyoviharamisha wao hawaviharamishi. Wala yadinuna dina alhaq, na wala hawaifuati na wala hawainyenyekei dini ya haki. Min
min alladhina utul kitab, katika wale ambao waliopewa vitabu, min alyahudi wan nasara, hatta yu'tu aljizyata, mtaacha kupigana nao vita hawa pale watakapotoa kodi, ayadi kwa nguvu, biquwa yani wa hum saghirun, na hali ya kuwa wao ni wanyonge. Ayuha almuslimun qatilu alkuffara, enyi waislamu piganeni vita na makafiri, alladhina la yu'minuna billah, makafiri ambao hawamwamini Allah, wala yu'minuna bilba'thi waljaza, wala hawaamini kule kufufuliwa na malipo, wala yajtanibuna ma naha Allahu anhu wa rasuluhu, na wala hawajiepushi na yale ambayo aliwakataza Allah na mtume wake, wala yaltazimuna ahkama shari'ati alislam, na wala hawalazimiana na zile hukumu za sheria ya Uislamu, min alyahudi wan nasara, katika Mayahudi na Manasara. Piga vita hao, pambana nao, hata yadfa'u aljizyata, mpaka waitoe ile jizya, allati tufridhunaha alayhim, jizya ambayo mmeifaradhisha hiyo kwa wao, biaidihim, kwa mikono yao, khadi'ina adilla, hali ya kuwa ni wanyonge madhalili. Fanya hivyo. Waqalat alyahud Uzair ibn Allah, na wakasema Mayahudi Uzair ni mwana wa Allah. وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقسم وكريستو المسيح ابن الله، عيسى ونوى الله. من الكثير هذا ذلك قولهم بأفواههم، هاي لمن ياو وكتمية vinywa vyao، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، wanayafananisha na maneno ya wale ambao waliokufuru huko nyuma. qatalahumullah, awalahum Allah anna yufakun, vipi wao wanapondoshwa na kuiwatahaki kufuata baadhi? Vipi? Sawa, wanake kwamba Mayahudi wao wanasema Uzair ibn Allah, na Manasara wao wanasema al-Masih Isa ibn Maryam, al-Masih Isa ibn Allah. Malaika yani washirikina na asema al-malaikatu banatullah. Haya yote maneno ya kikafiri yote. وقالت اليهود عزير بن الله، na wamesema Mayahudi kwamba Uzair ni mwana wa Allah. وقالت النصارى، wanakasema vile vile Manasara al-Masih ibn Allah, kwamba Masih, anaposema Masih anakusudia Isa ibn Maryam ni mwana wa Allah, ndio itikadi zao. dhalika qawluhum biafwahihim, hayo ni maneno yao kwa kutumia vinywa vyao. yudhahiuna qawla alladhina kafaru min qabl, wanayafananisha na maneno ya wale ambao waliokufuru huko nyuma. qatalahumullah, Allah awalani wao Allah, anna yufakun, vipi wao wanapondoshwa. laqad ashraka alyahud billahi, Sheikh anasema wallahi hakika wamemshirikisha Mayahudi kumshirikisha Allah, indama zaamu, zamani walipodai, anna Uzair bin Allah, kwamba Uzair ni mwana wa Allah. washraka an-nasara billahi, na vile vile Manasara nao walimshirikisha Allah, indama da'u anna al-Masih ibn Allah, zamani walipodai kwamba Masihi ni mwana wa Allah. wa hadha al-qawl ikhtalaquhu, qawli hii ikhtalaquhu, wameivumbua, sio wameitoa wapi, wameibunya min indi anfusihim, kutoka katika nafsi zao. wahum bidhalika yushabihuna qawla al-mushrikina min qabl, na wao katika maneno hayo wanayafananisha na maneno ya washirikina walikuwa kabla yao. qatala Allahu al-mushrikina jamia, Allah awalani washirikina wote. kaifa yu'daluna lilhaqqi ila al-batil, vipi wao wanageuzwa kuiwatahaki kwenda katika batil? vipi? ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, wamewafanya wale wanawachuoni wao, wa ruhbanahum, na wale watawa wao, manake wafanyaji wao ibada, arbaban, kuwa ni waungu, min dunillahi, badala ya Allah. walmasih ibn Maryam, na wamemfanya vile vile Masihi mwana wa Maryam pia kuwa ni Mungu wao. wama umiru illa liyabudu ilahan wahida, na wala hawajaamrishwa wao isipokuwa muabudu mola aliye mmoja. la ilaha illa hu, hapana mola pasiyeabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. subhana, kutakata kwa maovu ni kwake. amma yushrikun, kuepukana na vile vyote wanavyomshirikisha Allah subhanahu.
ittakhadhu ahbarahum, wamewafanya wale wanawachuoni wao, warahbanahum, na watawa wao, arbaban min dunillah, kuwa ni waungu badala ya Allah, walmasiha ibn Maryam, na wamemfanya Masihi mwana wa Maryam kuwa pia ni Mungu ambao wanamwabudu. Sawa, manake ittakhadha alyahudu wan nasara, wamejifanyia mayahudi na manasara alulama, wale wanawachuoni wao, walubad, na wale wafanyaji wao ibada, ama ni ruhbana. Sawa, wale wafanyaji wao ibada watukufu wanaitwa ruhbana, manake ibaduhum, wafanyaji wao ibada. Sawa, watawa, warhabaniyatan ibtadauha, na ule utawa ambao wameuzusha. Sawa, ndio arbaban, kama wafanya kama ni waungu wao, yusharri'una lahum alahkam, wanawekea wao sheria, fayaltazimuna biha, tena wanalazimiana nao sheria hizo, wayatrukuna shara'i Allah, na wanaziwacha sheria za Allah. wattakhadhu almasiha Isa ibn Maryam ilahan fa'abuduhu, na wakamfanya Masihi Isa mwana wa Maryam kuwa ni Mola, wakamwabudu tena. Sawa, wama umiru illa liyabudu ilahan wahid, Allah anasema, na wala hawakuamrishwa wao isipokuwa wamwabudu Mola aliye mmoja. Ilaha bimaana maabuda, ile mwenye kuabudiwa. La ilaha illa hu, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu, kutakata kwa mawe kwake, amma yushrikun, kuepukana na vyote wanavyomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.